Hello dear friends, welcome again to my channel is me Teacher D. Kama ndo mara yako ya kwanza unatembelea hii channel, ni kuomba usache kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Jana tarehe 6 mwezi wa 6, TAMISEMI walitangaza selection za kidato cha 5 pamoja na vyuo vya kati. Na kuna baadhi ya wanafunzi ambao hawakuwepo kwenye selection za kidato cha 5, lakini pia hawakuwepo katika vyuo vya kati, lakini wakitazama ufaulu wao una sifa au unawawezesha kwenda kusoma. Sasa kwanza kabisa nilionyesha jana, kama ukufanikiwa kuona namna ya kuangalia, nilisema unakuja kwenye Google na unaandika form 5 selection 2025, na ukishafika hapo utachofanya utakuja utachagua hapa ambapo anasema uchaguzi wa kidato cha 5 na vyuo vya kati, na utaklik hapo na unaona itakuja mikoa yote, na kwenye mikoa utachagua mkoa ambao ulifanyia mtihani. Kwa mfano tuseme labda ni Dar es Salaam, ambapo utachagua wilaya ambayo labda ni manispaa ya Ilala, na hapa ndo kuna shule yako ambayo ulifanya mtihani. Sasa ukiingia kwenye shule yako, kwa mfano tuchukue hii Tambaza, maana yake utakuta naona hii Tambaza haijawekewa, wewe tuone hii. Kwa mfano tuchague hii orodha wanafunzi shule ya Midway, utaona kwamba kuna wanafunzi ambao wamechaguliwa kwenda kidato cha 5 lakini kuna ambao wamechaguliwa kwenda vyuo. Kwa mfano huyu mwanafunzi wa kwanza amechaguliwa kwenda kusoma social work katika chuo cha Kinondoni MC Dar es Salaam, na ada ni shilingi 900 na 50,400. Muda wa masomo ni miaka 3. Sasa kuna wengine ambao wameachwa lakini wana ufaulu. Sasa nikasema niwaoneshe una uwezo wa kuchagua chuo ambacho unakitaka wewe mwenyewe kwenda kusoma, na hata kama hujawa selected hapa. Sasa unachotakiwa kufanya, utaingia tena kwenye Google search engine yako na utaandika neno NACVET. Hii ni kwa wazazi lakini pia kwa wanafunzi. Hii NACVET. Hii NACVET ni tume ya vyuo vya kati, yani ni wale ambao NECTA imeungana na VETA na kutengeneza hii NACVET. Ambapo kwenye hii page utakuja kukutana na hii, uje hapa mpaka kwenye hii NTA Institutions Guidebook 2025-2026. Hii ni kitabu ambacho kina orodha ya vyuo vyote vya kati vinavyotoa masomo ya certificate pamoja na diploma, cheti na diploma kwa wanafunzi wenye sifa. Sasa hiki na kitabu kinakusaidia yafuatayo. Cha kwanza, kinakusaidia kujua wewe kwa ufaulu wako unaweza kusoma kozi gani. Kinakusaidia kukupa chuo sahihi kinachotambuliwa na serikali, kwa sababu kuna wanafunzi ambao waga wanaenda kusoma katika vyuo afu mwisho wa siku wanakuja kuambia hiki chuo hakijasajiliwa, hiki chuo hakiwezi kukupa cheti na vitu kama vile. Mtu anapoteza muda pamoja na fedha. Sasa hiki kitakusaidia kujua chuo sahihi kiko wapi, kinatoa kozi gani, kinachukua ufaulu wa namna gani, ada ni shilingi ngapi, kozi ni ya muda gani. Kwa hiyo ukifika hapa kwenye NTA Institutions Guidebook utakibonyeza na kitafunguka, yani maana yake kitajidownload namna hii. Kikishajidownload nafikiri unaweza kukiona, ambapo kinakupa kwanza jina la chuo. Kwa mfano tuchukulie, ngoja ni scroll down niachane na hiki cha kwanza. Kwa mfano vyuo ni vingi ambavyo viko Tanzania nzima. Kwa mfano mdogo, hii hapa chuo kinaitwa Amani College of Management and Technology ACMT, kiko Njombe. Registration yake ni hapa na ni chuo cha private. Sawa, ukiona hili jina hili kwa ujumla. Lakini kiko ndani ya manispaa ya Njombe au wilaya ya Njombe, na kozi kinatoa nini? Kinatoa kozi ya ordinary diploma upande wa accountants, kinatoa kozi ya ordinary diploma in business administration, kinatoa kozi ya ordinary diploma in community development, kinatoa kozi ya ordinary diploma in computing and information technology, na kozi zingine ambazo zitakuwa kinaendelea kuzitoa kama kitakuwa kimeainisha hapa. Sasa ukiachana hiyo kikiwa kinatoa hivyo na ni kwa vyuo vyote, wakija next step inayofuata hapo ni admission requirement. Mwanafunzi awe na sifa gani? Kinakuonesha wewe kama mwanafunzi au mzazi unamtafutia mtoto wako chuo asome accountancy kwenye hii Njombe, basi inatakiwa una ufaulu wa pass at least 4 isipokuwa somo la dini, na vitu vingine vinaainishwa pale. Lakini je, hii kozi inachukua muda gani? Ni kozi ambayo inachukua miaka 3 na ada yake kwa ujumla ni shilingi 1,110,000. Kwa hii ndio njia rahisi ya kujua chuo sahihi
ada sahihi, muda sahihi na sifa za muombaji katika hii. Lakini itakusaidia kujua vyuo ambavyo vinatambuliwa na serikali au ambavyo vimesajiliwa, ili usije ukalipa ada au ukasoma chuo ambacho mwisho wa siku ukashindwa kuhitimu. Kwa hiyo hiki ni kitabu ambacho unakipata katika NACVET humo na utaweza kuona kozi zote. Lakini mfano mwanafunzi umeshindwa kufikisha hizo pasi 4, maana yake wamesema wanataka pasi 4 na kuendelea isipokuwa masomo ya dini. Bado kuna option nyingine ambao wewe mwanafunzi ambao unaweza advance na ukashindwa kwenda, basi unaweza ukajaribu VETA pia. VETA nayo ni chuo ambacho kama hivyo unavyoona vimeungana na NACTE, lakini VETA kama VETA yenyewe inatoa kozi zake za ufundi na vitu mbalimbali. Kwa utakachofanya utakuja kwenye peji ya VETA na utajaribu kutafuta kozi ambazo zinatoa na VETA na vyuo vinavyotoa kozi hizo katika mwaka huu wa masomo. Kwa hiyo hapa itakusaidia. Hii uzuri wa VETA ni kwamba wahitaji ufaulu wote mkubwa. Ukiwa la 7 form 4, hata kama umeshindwa kupata cheti unaweza ukaja hapa na ukaanza upya na ukaweza kupata ufaulu na ukajiondokea pale na fani. Na kama unaona sasa hivi serikali imehamasisha kwamba watu hata kama umemaliza degree unatakiwa urudi upite VETA kwa ajili ya kuchukua ujuzi. Kwa hiyo kama kuliko kwenda mpaka huko kwenye degree unaweza kaanzia hapo na ukasoma. Nimeamua niseme hivi vitu ili kuweka sawa. Nitaweka linki ya kuweza kudownload hii PDF ya chuo hii ya NTA institutions. Nitaweka link ili uweze kuifikia kama utashindwa kuidownload hapo. Kama utakuwa na swali, wewe ni mzazi, ni mwanafunzi, unataka kujua kuhusiana na hizi issues za advance na vyuo na vitu vingine mbalimbali, unaweza kuniandikia kwenye comment hapo, au unahitaji kujua kuhusiana na masuala ya VETA, niandikie kwenye comment hapo nami nitakuwa kwanza kujibu. Thanks for watching. See you next time with me, Teacher D. Bye bye.